Sasa hatua ya makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel John Nchimbi kujiuzulu inamaanisha nini? Ili kufahamu zaidi kuhusu kinachoendelea katika siasa za Tanzania, tuungane mubashara na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Charles William na wakili Maduhu William, wote wako jijini Dar es Salaam, Tanzania. Nianze na wewe Charles William, kwanza binafsi umetafsiri vipi habari hizi za Nchimbi kujiuzulu? Nafikiri ni jambo la kushtua, pamoja na kwamba kwa kipindi kirefu ilishaonekana kwamba Dr. Emmanuel Nchimbi hatembei katika njia moja na bosi wake Rais Samia Suluhu Hassan, na dalili zilionekana mapema sana pale ambapo ilianza minong'ono kwamba wawili hawa hawako sawa, na hatujui hasa ni wapi walipotofautiana, kwa sababu ni kipindi cha miezi 10 tu tangu Rais Samia Suluhu Hassan na Dr. Emmanuel Nchimbi waanze kazi hii ya kuongoza Tanzania kwa muhula wa miaka 5. Kwa hiyo ilitazamiwa pengine wangeenda pamoja, lakini kutoka wakati wa kampeni mwaka jana Oktoba, kutoka Agosti mpaka Oktoba ilikuwepo minong'ono hiyo kwamba mgombea mwenza kwa maana ya Dr. Nchimbi na mgombea uraisi hawapo sawa sana. Lakini alipoanza kuzungumza Dr. Emmanuel Nchimbi, baadhi ya kauli zake hadharani na baadhi ya viongozi ndani ya CCM walipoanza kumjibu kwa namna ya kumshambulia, ikaonekana wazi kwamba kuna jambo haliko sawa, kwa sababu sio hali ya kawaida kwa makamu wa rais kuzungumza kauli zinazoonekana kuzua taharuki, na sio hali ya kawaida kwa viongozi wa CCM na viongozi wa ndani ya serikali kutoka kumshambulia waziwazi makamu wa rais. Ni nini kimewatofautisha wawili hawa ambao walionekana wangeenda pamoja, na alikuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi wakati Rais Samia akiwa mwenyekiti wa chama hicho? Kwa hiyo walikuwa pamoja na walionekana wanakwenda pamoja. Sasa kilichowatofautisha hapa katikati bado ni kitendawili ambacho wachambuzi wengi wa siasa hatufahamu. Ni kitendawili, lakini wacha nimuulize swali hili wakili Maduhu. Kikatiba sasa, rais ana muda gani kumteua makamu mpya wa rais baada ya uamuzi huu wa Nchimbi? Naam, wakili Maduhu akiwa anajitayarisha, nirudi kwako. Nirudi kwako Charles William. Sababu ambazo Nchimbi amezitoa za kujiuzulu na uhusiano wake huu na Samia, je, sababu hizo zinaridhisha Charles? Sababu alizozieleza kwamba amejiridhisha pasipo kuacha shaka kwamba Mheshimiwa Rais Samia anataka mabadiliko ya mtu katika nafasi hiyo, ndio sababu ambayo ameitoa, kwamba yeye amejiridhisha pasipo kuacha shaka kwamba Rais Samia anataka mabadiliko kwenye eneo hilo. Sasa tunajiuliza, Rais Samia anawezaje kutaka mabadiliko miezi 10 tu tangu aanze safari hiyo na Dr. Emmanuel Nchimbi? Nadhani jambo hapa la kufikirisha ni kwamba ukitazama mawanda yenyewe ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema makamu wa rais atafanya kazi zake kwa maelekezo na usimamizi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na atawajibika kwa rais. Kwa hiyo katika mazingira ambayo ufanyaji wake wa kazi ni kwa maelekezo na usimamizi wa rais, hairuhusiwi kabisa na katiba kuwa na mtazamo tofauti ulio wazi na huyo ambaye ni bosi wako, kwa sababu anatakiwa kukuelekeza na kukusimamia na unatakiwa kuwajibika kwake. Sasa ni tofauti ipi hiyo ambayo imeibuka ndani ya kipindi hiki kifupi? Nadhani ndio jambo ambalo linatatiza. Lakini Dr. Emmanuel Nchimbi katika kauli zake kadhaa ameonekana akikosoa katiba ya Tanzania kwamba imempa mamlaka makubwa sana rais, jambo ambalo limetua watu wengi. Charles, tutulie hapo. Nirudi kwa wakili Maduhu ambaye nafikiri sasa tunampata vizuri. Wakili, muda wa kikatiba kwa rais kumteua makamu mpya ni upi, na rais atakuwa anazingatia vigezo gani katika kumtafuta mtu mwingine kuchukua nafasi ya Nchimbi? Asante sana. Kwanza nafikiri ni mtu tukafahamu kwamba kwa mujibu wa ibara ya 50, ibara ndogo ya 3 ya katiba yetu inazungumza kwamba pale inapotokea nafasi ya makamu wa rais iko wazi kwa sababu nyingine yote ile ikiwemo kujiuzuru, basi haraka iwezekanavyo na kwa namna yote ile ndani ya siku 14 itamlazimu Mheshimiwa Rais Samia kuwasilisha bungeni jina la mtu anayempendekeza kwa makamu wa rais, mtu ambaye ana sifa za kushika wadhifa huo.
na spika atakapokea barua ya Mheshimiwa Rais ndani ya muda siku 14 ambao rais atakuwa amepeleka jina hilo, basi bunge litafanya wajibu mmoja tu wa kupiga kura ya kuidhinisha jina hilo au vinginevyo. Na mara nyingi ni kwamba kura ambazo zinaidhinisha jina la makamu wa rais ni kura za wabunge walio wengi. No. Na ukirudi kwenye ibara ya 142 ibara ndogo ya pili, Mheshimiwa Nchimbi ataendelea kuwa makamu wa rais mpaka tarehe 4 ya mwezi wa Septemba mwaka 2026. Na sifa za mtu ambaye atakuwa kwa mgombea makamu wa rais zimeandikwa katika ibara ya 47 ya katiba yetu. Naam, wakili, nisalie kwako. Si kawaida katika historia ya siasa za Tanzania kumwona afisa wa ngazi za juu akijiuzulu. Kwa mtizamo wako wa kisheria, hii umeichukuliaje? Inatoa taswira gani? Ya kwanza niseme tu kwamba mimi binafsi ni kama nilitarajia swala hilo, kwa sababu nakumbuka hivi karibuni, wiki mbili zilizopita, vikao vya juu vya Chama cha Mapinduzi viliketi kule visiwani Zanzibar, na kulikuwa na fununu mbalimbali kwamba kikao kile Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Nchimbi alikuwa ameitwa kwenye kamati ya maadili ya CCM. Na of course ilikuwa ni minong'ono, lakini baadaye hivi karibuni tulimsikia mmoja kiongozi wa ngazi ya juu ya Chama cha Mapinduzi, katibu mwenezi bwana kiongozi akiojua na chombo kimoja cha habari, alikiri hadharani kwamba kama ikitokea Mheshimiwa Nchimbi ameitwa kamati ya maadili, basi atakuwa ameitwa kama mwanachama wa kawaida na kama sio kama makamu wa rais. Lakini tutakumbuka kwamba tunaona kwamba hivi karibuni, nafikiri wiki hii, vikao vya CCM pia vya juu vitajaa kuketi, na huenda moja ajenda ambayo itajaa kujadili ilikuwa ni kumjadili swala la maadili la Mheshimiwa Nchimbi kama makamu wa rais. Sasa hatua ya yeye kujiuzuru kabla vikao kuketi, maana yake ni kwamba automatically ajenda hiyo inafia hapo. Lakini jukumu la mwenyekiti wa chama nafikiri itakuwa ni kwenda kuwaarifu wajumbe kwamba kapokea barua ya makamu wa rais kujiuzuru na amesharidhia, na sasa itakuwa ni kazi yeye kupeleka pendekezo la jina jingine ndani ya kamati kuu ya chama chake na NEC, na hatimaye ndani ya bunge. Kwa binafsi nitegemea uamuzi huu huenda ungetokea, kwa sababu tulikuwa na mazingira ya kila aina. Hata juzi utakumbuka ndugu mwandishi pale Rufiji, wakati Mheshimiwa Rais azindua bwawa la umeme, Mheshimiwa Nchimbi alikuwa kuongea dakika 10, lakini cha kushangaza itumia dakika moja tu kuzungumza pale, swala ambalo sio la kawaida katika historia ya nchi yetu. Bila shaka, na umetaja kwamba mwenyekiti wa chama ambaye ni Mheshimiwa Rais atakuwa anapendekeza jina lingine sasa kwa wajumbe. Nirudi kwako Charles William, kwa mtizamo wako, viongozi gani wengine wakuu ndani ya CCM ambao kwa sasa wanaweza kuvaa viatu vya Nchimbi na kujaza nafasi hiyo ya makamu wa rais? Nadhani ni kiongozi yeyote ambaye itaonekana kwamba kwanza yupo tayari kufanya kazi chini ya maelekezo na usimamizi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu nafasi ya makamu wa rais si nafasi ya kiutendaji, ni nafasi ya kuwa msaidizi mkuu wa rais. Kwa hiyo utaishi hapo ukiamini maono ya rais na ukifuata maelekezo yake pamoja na usimamizi wake. Mawazo ulionayo utayawasilisha kwake tu, na mawazo hayo ni marufuku kuonekana yapo hadharani kwamba yanatofautiana na rais wa nchi. Hivyo ndivyo katiba ya Tanzania inavyomwelezea makamu wa rais, kama msaidizi mkuu wa rais ambaye atafanya kazi kwa maelekezo na usimamizi wa rais, na atawajibika kwa rais, hawajibiki pengine popote zaidi ya kwa rais. Kwa hiyo nadhani Rais Samia anaweza kutazama ni nani ambaye anamuamini sana kwenye nafasi hiyo, na ni nani ambaye anaweza kufanya kazi chini ya maelekezo na usimamizi wake, na ambaye atawajibika ipasavyo kwake. Wakili Maduhu, anachotaja Charles hapo ni jitihada za kujaribu kuwa na uhusiano mzuri kati ya bosi na msaidizi wake, lakini kisheria kuna hatua zozote zinazoweza kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba uhusiano kati ya rais na makamu wake uko sawa, hususan katika mazingira kama haya ambayo tumemwona rais na makamu wake wakitofautiana hadharani? Ni kweli kwamba ukizungumza, ukiangalia katiba yetu, ukisoma ile ibara ya 47 mpaka ile ibara 48 inamdefine au kumtafsiri kama rais kama msaidizi mkuu wa rais, lakini nazungumza mbali kwamba anaweza kufanya kazi za rais katika mazingira ambayo rais yuko nje ya nchi. Sasa ukiangalia kiukweli ni kwamba mara nyingi kwenye mfumo wa nchi yetu wa uchaguzi, makamu wa rais wanapatikana kama mgombea mwenza, kwa maana kwamba chama kinachopendekeza mgombea wa rais, baada ya kupendekezwa kwa mgombea, na yeye anapewa jukumu la kuteua mgombea mwenza. Na mara nyingi ni kwamba katiba inasema atakapotangazwa kuwa rais, automatically na yeye anakuwa ni makamu wa rais. Kwa hiyo kura ambayo inapigwa kura moja ya rais, na rais akishindwa, automatically na yeye anakuwa ameshindwa, na kile pale rais anaposhinda, na yeye anakuwa amekuwa makamu wa rais kupitia ushindi wa rais.
Kwa hiyo inategemea kwamba awe na wanasema maono, awe na mienendo, awe na mihemo, awe na tabia ambazo zinaendana na maono ya bosi wake ambaye ni rais. Lakini nafikiri lingine kwamba hili ni swala la katiba. Pengine nafikiri kwamba yeye tuangalie, tubadilishe hata muundo wa ofisi yenyewe makamu wa rais. Badala ya kuita makamu tumuite naibu wa rais. Kwa maana kama yote itamuongezea labda nguvu kidogo ili kuepuka hii tabia kutofautiana kati yake, na sababu ni jambo la kazi katika nchi. Mkuu wa nchi na msaidizi wake mkuu ambaye ni makamu wa rais wanadifa na mwingine na muda mwingine kwa kuonekana hadharani kabisa, hata mtu ambaye sio mchambuzi anaona kwamba kuna sehemu mheshimiwa rais na makamu wake hawako vizuri. Shukrani sana wakili Maduhu Williams, tukisema naye kutoka Dar es Salaam Tanzania, pamoja na Charles William ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na mahojiano hayo yanatukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu.